Hawa wana akili au kamasi hawa? Unakataa watu wasifanye kazi. Sisi ambao tumeuliwa ndugu zetu, sisi ambao ndugu zetu wametekwa, hamjitokezi kuongea. Ndugu zetu wamekufa, hawana thamani, sio? Ili hawa wasanii wana thamani kuliko ndugu zetu waliokufa. Hawa wasanii wana thamani kuliko ndugu zetu waliotekwa. Akina Mdude, akina Deus Soka, akina Chaula hatuwaoni, hamuongei chochote. Ila kwenye hawa wasanii wanaoimba kimalaya, wanaochochea jamii haribike, vijana haribike, watoto haribike, hao ndio mnawatetea. Hebu nyie acheni utani na uhai wa mtu. Acheni utani na maisha yetu nyie. Uongozi sio sehemu ya kuongea kila kitu. Sehemu ya uongozi ni sehemu ambayo unatakiwa uwe na adabu unapoongea. Unaanza kutetea wahuni, unaanza kutetea watu wanaochochea. Baada ya kututetea sisi, baada ya kutusemea sisi ambao tunalia ndugu zetu wametekwa, ndugu zetu wamekufa, ndugu zetu Oktoba 29 kuna ndugu zetu wameuliwa. Hamjitokezi, hamuongei chochote. Mnafaidika na nini nao wahuni? Kuna pasenti mnagawiwa, sio? Mimi niwaambie kama mtu wa Mungu, mnifanye chochote, mniweke popote, ila maisha hayo ambayo wewe waziri mkuu ulichokiongea, umekosea sana. Umekosea sana hata kama utanikamata, umekosea sana hata kama utanifunga jela, umekosea sana hata kama utaniweka jela miaka yote, hata kama utanipa kesi ya uhaini, umekosea. Mtu anakaa huko nchi yake huko, yuko kwenye nchi huko, sio alishapata na uraia huko, kisa anaongea Kiswahili, sio huko mwingine amehifadhiwa huko, anawaambieni eti wasanii wakataeni walienda kwenye kampeni ya CCM. Ajira ya msanii si ni sanaa? Unatakaje mtu aache ajira yake? Nani kawaambieni wachezaji wanaocheza Manchester ni mashabiki wa Manchester? Nani kawaambieni wachezaji wanaocheza Simba ni mashabiki wa Simba? Nani kawaambieni wachezaji wanaocheza Yanga ni mashabiki wa Yanga? Uchezaji ni ajira yao. Yeye hajali kwamba wewe ni shabiki, hata kadi ya hiyo klabu hana. Msanii akienda kuimba kwenye mkutano, yeye pale yuko kazini, yuko kwenye ajira yake. Tunahangaika vijana wapate ajira. Wewe unasema wakatae fursa ya kupata fedha. Nani kawaambieni hao ni wanachama? Nani kawaambieni wanaenda kuimba kwa kadi? Nani kawaambieni? Nani kawaambieni nyimbo za kwaya zile zinatengenezwa na studio za walokole? Hawa wana akili au kamasi hawa? Unakataa watu wasifanye kazi. Watanganyika hatuwakatai wasanii, bali kwa sababu hawa wasanii wanaunga mkono udhalimu unaofanywa na wana CCM. Hawa wasanii hatuwakatai, Watanzania hawawakatai hivi. Wanawakataa kwa sababu wanaunga mkono CCM, wanaunga mkono watu dhalimu. Shida ya Watanzania, shida ya Watanganyika, shida kubwa ya Watanganyika na hawa wasanii ni kwamba hawa wasanii wao ni vioo, wasanii ni vioo vya jamii, ni kioo cha jamii. Sasa chenyewe kinamulika mahali penye hela, kinamulika mahali pa wanafiki. Kwamba hawa wasanii wao wapo kwa ajili ya matumbo yao, hapo kwa ajili ya, sio kioo cha jamii. Kioo cha jamii kinamulika mahali pote, lakini wao wapo mahali fulani, wako hapo wanaimba nyimbo za mapenzi, za umalaya. Wamefanya wa vijana ama watu waharibike akili zao. Wamefanya mabinti waishi wavae hovyo, wa vijana wavae hovyo, wawe malaya wa kutupwa, wa kunuka. Hizo nyimbo sio kioo cha jamii. Hizo nyimbo sio kioo cha jamii. Hawa wasanii ni vioo vya jamii, ni vioo vya jamii au vioo vya shule. Hivi nani anavifahamu vioo vya shule?
Vyoo vya shule vyenyewe unakuta havifanyagi usafi, vyenyewe vipo tu, wanaingia vijana tu kama ni watoto wanajisaidia, hawana habari ya kufanya usafi. Sasa hivi sio vyoo vya jamii. Kioo cha jamii kinakuwa mbadala ya jamii, kinakuwa mbadala ya jamii. Yani jamii kuna mahali jamii haitasema. Kuna mtu tuweke mfano mdogo, tumweke mfano mdogo. Nay wa Mitego, mimi sio mfuatiliaji wa nyimbo zake, sio. Mimi ni mtu wa Mungu, ila nyimbo za Nay hakuna ambazo unazipenda kama nyimbo ambazo anapigania Watanzania. Hizo ndio nyimbo mimi nasikiliza, pamoja na kwamba nimeokoka, nampenda Mungu, nampenda Yesu, lakini nyimbo za Nay wa Mitego sijawahi sikiliza zingine zote. Yani hata kwa bahati mbaya ikiplay, hata kwa bahati mbaya naitoa, lakini nyimbo ambayo akiitoa kwa ajili ya kupigania jamii, hiyo hadi kwenye akaunti zangu na share, hadi kwenye akaunti zangu sehemu mbalimbali na share, naangalia nyimbo anazopigania jamii. Kwa hao wengine hawa wapo kwa ajili ya matumbo yao. Kwa usianze kutufokea. Hawa wana akili au kamasi hawa? Unakataa watu wasifanye kazi? Usitufokee sisi. Wao kwanza kuna wakati walituambia kwamba nyie acheni kulialia, acheni kulialia, fanya kazi, wewe lifanya kazi. Sasa mnatuongea kwenye pua, afu leo mnaanza kuagiza hawa waanze kuwasemea, waanze kuwatetea kwamba kitaongezeka nini. Hamwangalii nyewe wenyewe mlikuwa na kauli za ovyo. Watanzania walipokuwa wanalia, watu wanatekwa, hatutaki hiki hapo, wananchi wanalia, afu msanii ambaye ni kioo cha jamii, fanya kazi. Afu leo mnaanza kuongea. Msianze kutufokea, na msije mkasema labda ni ushawishi fulani, ni ushawishi kutoka kwa mtu wa nje. Hamna. Hata mtu nje msije mkampakazia sijui ni Mange sijui nani, msije mkampakazia yote. Mange naye yeye ana maisha yake, kwa maono yake, kwa picha yake, anajua hivyo mnavyomuona. Sisi wa Tanzania tuko ndani ya game, tuko ndani ya uwanja, sisi ndio tunajua. Kwa hiyo sikusema labda kuna mtu ametushawishi kutoka nje au ameshawishi wa Tanzania kutoka nje. Ni sisi. Hii kesi sisi na hawa wanaojiita wasanii wahuni hawa. Msanii gani ambaye anaimba umalaya tu? Kwanza yani hawa wakataliwe milele yote. Hakuna ambacho wanazalisha upumbavu tu, hela zinaenda kijinga. Hela hizo ambazo wanachukua wao hizo, kwa nini hizo hela zikaenda kwenye miradi ya kuzalisha hospitalini, mashuleni? Kuna watoto wanasoma madawati. Wao unasikia kuna waimbaji, kuna wale wafuasi waimbaji, unakwambia kwa mwezi, kwa siku tukienda show moja milioni 1 kawaida, milioni 2 kawaida, milioni kadhaa kawaida. Wanajitajia tu. Sasa hao watu wanajitajia hizo fedha, ingali kuna watoto ambao wako mashuleni wanakaa madawati yaliyopasuka, wanavaa nguo zilizochanika, nyumbani wanaishi kwa shida. Mazingira ya shule hayasapoti mtoto kufaulu, mazingira ya shule hayasapoti hata mwalimu kumfaulisha mtoto. Alafu leo hii kuna mijinga fulani ambayo inajiita misanii, inakula hela, wanasema kwa wiki, kwa siku, sio wanasema kwa wiki, kwa siku. Si yule mbaba akisema sisi tunatoka kwa milioni 1. Kwa hiyo sasa kazi ngumu, ni bouncer fulani, kazi ngumu, sasa tunatoka na milioni 1 kwa siku. Sasa hizo milioni hizo hao wakubwa hao ni walinzi wanatoka na milioni 1. Sasa hao wakubwa hao wanatoka na shilingi ngapi? Hizo fedha zote zingekusanywa, zingepelekwa mahali kusaidia watoto yatima, kusaidia shule ambazo hazijiwezi, mahospitali ambayo yana dawa za feki, kuna matibabu ambayo hayako vizuri, ni matibabu ambayo yani yako hafifu. Alafu fedha zinaenda kuchezewa na hao wauni, wanacheza utupu. Mnaunga mkono alafu nawe unamtetea kwamba hao wamepata mtetezi. Sisi ambao tumeuliwa ndugu zetu, sisi ambao ndugu zetu wametekwa, hamjitokezi kuongea. Ndugu zetu wamekufa, hawana thamani, sio? Ili hawa wasanii wana thamani kuliko ndugu zetu waliokufa. Hawa wasanii wana thamani kuliko ndugu zetu waliotekwa. Akina Mdude, akina Deus Soka, akina Chaula hatuwaoni, hamuongei chochote. Ila kwenye hawa wasanii wanaoimba kimalaya, wanaochochea jamii haribike, vijana haribike, watoto haribike, hao ndio mnawatetea. Hebu nyie acheni utani na uhai wa mtu. Acheni utani na maisha yetu nyie.